La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti. Sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo ule wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pengine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba kama kuna tofauti lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana watu wale wanasema kuna muda mnafika mahali basi tumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, hapo wanagonga glasi kuonyesha kwamba sio ugomvi kutokubaliana. Katika dira ya 2050 ya Tanzania, moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu. Kati ya sasa na mwaka 2050 tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi, na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya tunashirikiana na nani?
Kwa vyovyote, wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Kwa niaba ya serikali, niwapongeze sana ndugu zangu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika nchi yetu tangu kuundwa kwenu. Mmetoa mchango mkubwa katika huduma za kisheria katika nchi yetu. Mmetoa mchango mkubwa kwa elimu kwa wananchi. Lakini vile vile mmetoa mchango mkubwa katika kushirikisha wadau katika eneo la haki na maisha ya Watanzania. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya katika kushirikiana na Samia Legal Aid. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi kifupi, nyinyi kwa kushirikiana na Wizara ya Sheria na Katiba na wadau wengine, mmeweza kuwafikia Watanzania 4,100,057 na wote wamepata huduma za kisheria. Nawapongeza na kuwashukuru sana.